Audhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tumeongea katika kikao kilichopita kuhusiana na almasuliya alfardiya, yani mtu kuhisi kwamba yuko na responsibility, mtu kuhisi kwamba yuko na majukumu. Na ya kwanza kabisa, mtu atakapojirudia na angalia kwamba mimi nina majukumu, ya kwanza kabisa atakuwa na aienzi nafsi yake, kwamba atakuwa anasema kwamba mimi nina nafsi ambayo kwamba hii nafsi, yani na akili ambayo kwamba hii akili nimepatiwa iko na nguvu ya kufikiria. Alafu ya pili, baada ya kuwa na uamuzi kwamba mimi akili yangu kwa vile nafikiria na Mwenyezi Mungu amenipatia hiyo akili, kwa hivyo mimi lazima nitumie akili yangu kama mimi ili niweze kufika katika natija ambayo kwamba nataka. Ya pili ni kuwa na istiqama, yani kuwa na msimamo. Mtu atakapokuwa na msimamo atakuwa ni mwenye kuondoka katika circle ya slavery, ya kwamba mimi kuanzia leo sitaki niwe chini ya mtu yeyote yule, yani niwe chini ya circle ya utumwa. Alafu ya tatu ni kwamba tahammul tabiati alhurriya. Tahammul tabiati alhurriya ni kwamba ni ile kubeba au ile kuvumilia matokeo ya uhuru, ya mtu kuwa uhuru. Kwa ajili katika zama hizi tunapata kwamba matokeo ya mtu kutafuta uhuru wake ni magumu sana, na matokeo ya mtu kutafuta kuwa na istiqlal, kujitegemea, ni kitu ambacho kwamba ni vita ambayo kwamba ni vita vikubwa sana. Sisi tunaona katika historia tukirudi katika historia za nchi, tukirudi katika historia za wanadamu, tukirudi katika historia za jamii, tukirudi katika historia za miji mbalimbali, tunapata kwamba ili mtu afike katika uhuru lazima, au mtu afike katika kujitegemea, kuna zile natija ama kuna zile matokeo ambazo kwamba ni matokeo magumu sana, tena sana. Mathalan, mtu saizi atake kufika katika marhala ya juu katika kusoma, ni lazima uvumilie matokeo. Mtu saizi atake kupata katika mathalan wale ambao kwamba wanafanya kazi apate mshahara, lazima tusubiri matokeo ya kuandikwa kazi na vitu kama hivyo. Lakini sasa ili mtu afikie katika uhuru wake ni lazima abebe matokeo, na matokeo ya uhuru anasema laysat mujarrad imtiyaz bali hiya masuliya. Ile kutarajia matokeo ya uhuru ni masuliya. Ni nini? Responsibility. Yani ile responsibility umebeba kwamba mimi chochote kitakachofanyika mimi ready, yani niko tayari. Kwa nini? Kwa ajili napigania uhuru wangu, mimi nataka niishi maisha ya uhuru ambayo kwamba baadaye itakuja, tutaeleza polepole. Kwa hivyo anasema falhurru la yadhlim, mtu ambaye kwamba yuko uhuru hadhulum, wala yardha bidhulm, na wala haridhi kudhulumiana. Sasa ikiwa ataona kwamba hapa kuna dhulma, na ndio Uislamu inatufunza hivyo, kwamba Uislamu inatufundisha kwamba hakuna kudhulumiana na wala hakuna kukubali dhulma. Sasa ikiwa mtu ambaye kwamba yuko na uhuru, yani yuko ana practice ile uhuru wake, yule ambaye kwamba ana practice uhuru, inamaanisha kwamba hawezi kubali dhulma, mtu yoyote kufanyiwa dhulma. Wakati ambao kwamba tukirudi katika dunia ya leo, dhulma ndio inakuwa kipao cha mbele, alafu uadilifu inakuwa ni kipao cha pili. Inapatiwa kipao mbele dhulma, alafu uadilifu inapatiwa kipao ambacho kwamba ni cha baada ya dhulma. Nataka nieleze hivi kwa nini. Tukiangalia kuna baadhi ya nchi ambazo kwamba sisi tunaziona, nchi nyingi za mathalan nchi ambayo kwamba siku zote inafuatiliwa, mathalan nchi ya Palestina. Tutakaporudi katika historia ya nchi ya Palestina, tunaona kwamba ardhi yao ambayo kwamba walikuwa nayo ilichukuliwa tu kwa nguvu, na baada ya kuchukuliwa kwa nguvu hakuna mtu alipiga kelele, na baada ya watu kukosa kupiga kelele, mpaka wa leo ikawa ni ya wale ambao kwamba walichukua ardhi ile. Hakuna mtu saizi atakuwa ni mwenye kumwelewa, yani wa Palestina watu ambao kwamba wanamuelewa ni watu wachache sana, lakini wengine hawaelewi lugha yake ambayo kwamba anachosema. Kwa hivyo huyo ambaye kwamba amefanyia hivyo amedhulumiwa. Lakini
utakaposema umedhulumiwa, hakuna mtu ambaye kwamba atakuelewa, bali watu wanataka waseme kwamba wao ndio ambaye kwamba wanafanya dhulma. Na utakaposema kwamba na uweke katika vitendo kwamba hawa wamefanyiwa dhulma, kwa hivyo lazima utondoe dhulma ile, utakuwa mwenye kupigwa vita. Kwa hivyo uadilifu katika masiku hizi inakuwa ni ndoto, na ndo kama baadhi ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba katika zama za mwisho haki itakuwa ni kama vile makaa ambayo kwamba mtu anashika katika mkononi, yani katika mkono wake, ama Uislamu na kitu kama hicho. Kwa nini? Kwa ajili dhulma ndio kitu ambacho kwamba watu wamepatia kipao mbele. Dhulma kijinsia watu waone saizi ni kitu katika dunia leo, watu waone ni kitu. Haya, kando na hiyo dhulma tofauti, huyo anachukua kitu cha yule anachukua kitu cha yule, mpaka saizi kila kitu ambacho kwamba kilikatazwa kinakuwa ni halali. Kila kitu ambacho kwamba kilikatazwa kinakuwa ni nini? Kinakuwa ni halali, kila kitu. Na zile halali ndizo sasa katika zama hizi, inshallah utasoma hizo hadithi mbele Imam Ali. Katika zama hizi zile ambazo kwamba ni haramu ndio zinakuwa ni halali. Yani na ukifanya zile halali watu wanakushangaa, wewe ni nini? Mathalan, masala ndogo sana, masala ya hijab. Masala ya hijab katika baadhi ya nchi katika zama hizi za leo, yani mwanamke kuvaa hijabu na kujituni na kujistiri, inaonekana ni kitu cha ajabu sana ambacho kwamba mwanamke hafai kujistiri. Mathalan, kitu cha pili, mwanamume kumwoa mwanamume mwenzake inakaa ni kitu ambacho kwamba leo si kitu cha ajabu, na ni kitu ambacho kwamba hata katika advertisement, katika television, katika nini, katika simu, katika nini, tunaona watu wana advertise mtu anataka kumwoa mwanamume mwenzake, na inakuwa ni kitu cha kawaida. Lakini ile asili ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliweka, ambayo kwamba ni mwanamke kumwoa mwanamke kuolewa na mwanamume, ni kitu ambacho kwamba saizi inakuwa ni kitu cha ajabu sana. Hata saizi mathalan unaweza patana na baadhi ya Gen Z katika zama hizi, ukawa ni mwenye kuuliza tu swali, ama ukawa ni mwenye kuelezea masala na ndoa na nini, utaona ni kitu cha ajabu sana. Mtu anaweza maliza miaka 40, miaka 50 hajaoa, wakati ambao kwamba kuoa inahifadhi jamii na inakuza jamii na inahifadhi pia mustakbal na inahifadhi future na vitu kama hivyo. Sasa vitu ambavyo kwamba ni haram katika zama za leo inaonekana ni halali. Wizi ni kitu ambacho kwamba kila pale kiko saizi, na ndo hakuna, yani huwezi kuwa ni mtu ambaye kwamba ni tajika isipokuwa lazima utakuwa umefanya nini? Lazima utakuwa umeiba. Yani umeiba hapo, umeiba pale. Tujaribu ni kutafuta tu, tufanye tu uchambuzi katika wanasiasa, katika nini na nini na nini, utapata ndio hivyo. Yani kila mtu anaiba tu, yani ambaye kwamba imekuwa ni kitu sahihi, yani nimekuwa ni kitu cha kawaida, na ni kitu ambacho kwamba hata yani katika zama hizi watu wanakubaliana nayo, wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakataza. Sasa vitu ambavyo kwamba ni haramu saizi imekuwa ni halali. Yani katika hizi zama vitu ambavyo kwamba vingi ni halali. Pombe mathalan, watu wanakunywa pombe wakati ambao kwamba wanajua athari mbaya ambayo kwamba inaletwa na pombe. Urongo saizi imekuwa ni kitu ambacho kwamba cha kawaida, ambayo kwamba katika akili tukirudi, zote hizi ambazo kwamba tumetaja, akili tutakapofikiria sisi wenyewe, tutakapotumia akili yetu itakapoanza kureason, tunaona kwamba hivi vitu ni makosa. Mke kujistiri na kubaki nyumbani kwake saizi imekuwa ni story, kwamba kwa nini mwanamke awe ni mwenye atakapoolewa, kwa nini ajistiri, kwa nini hivi na hivi na hivi na hivi na hivi, wacha explore ajiexpose, afan awe ni mwenye kuishi na kama watu wengine. Na ndio maana tunaona leo ndoa hazikai, yani baada ya siku 2 siku 3 inajininio ndoa inakuwa ni yenye kuvunjika, wakati ambapo kwamba Uislamu inaamrisha, yani inatupatia mafunzo ya kuhifadhi jamii, mafunzo ya kuhifadhi mustakbal. Sasa ikiwa saizi vitu vyote hivi vimekuwa ni halali, vitu vyote hivi ambavyo kwamba ni haramu vimekuwa ni tumehalalisha sisi wenyewe, je, mustakbal ambaye kwamba inakuja itafanyaje? Sasa hizi bado inabainika kwamba hii ni halali na hii ni haramu.
Lakini zama zetu sisi wengi wetu tunahalalisha vitu ambavyo kwamba ni haramu. Sasa je, katika mustakbal ambayo kwamba inakuja, mustakbal ambayo kwamba sasa hawa ni Gen Z, sasa mustakbal ambayo kwamba inakuja ambayo kwamba hatujui itakuwa ni Gen nani, itakuwa vipi? Watakuwa wenye kuchanganya kabisa yani. Kwa hivyo inamaanisha mtu kuwa uhuru hayamaanishi kwamba ni kuwa tu uhuru kwa maana yake ambayo kwamba yeye anafikiria. La, ni kwamba asiwe ni mwenye kuridhia kufanya dhulma, asiwe ni mwenye yeye mwenyewe ni mwenye ni mtu ambaye kwamba yeye mwenyewe anadhulumu. La, mtu ambaye kwamba yuko uhuru ni kwamba tulisema uhuru mwanzoni kwamba ni kitu ambacho kwamba kinaenda na fitra. Nature haikubali mtu kufanya machafu ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyaharamisha. Kwa hivyo anasema kwamba wala yardha, na hawi ni mwenye kuridhia na mambo ya kipuuzi, mambo ya upuuzi ambayo kwamba yako katika jamii, katika kama siku ya leo, hawi ni mwenye kuridhia. Yani mathalan saizi ukiangalia haki ya baba katika jamii haijulikani. Yani ndo inaanza kuvunjiliwa mbali kabisa haki ya baba. Saizi mtoto akitakapofika katika baadhi ya jamii, atakapofika katika umri wa miaka 15, huyo ni wa serikali na yeye mpaka awe ni mwenye kufika sasa, yeye na ilaka na baba hana tena. Yani ile haki ni kwamba baba yuko juu ya yule mtoto. Lakini sasa utapata mtoto anaishi kivote vile anavyotaka, anaamua kivote vile anavyotaka. Ile sasa hata malezi tena nayo inakosa msingi wake. Wakati ambapo kwamba mzazi ana role, yuko na nini kwa mtoto wake. Mzazi pia yuko na majukumu kwa mtoto wake. Mzazi mama yuko na majukumu kwa mtoto wake. Lakini sasa utapata katika zama za leo, ni kwamba wanataka imekatwa kabisa hiyo masala na ulezi na vitu kama hivyo. Na polepole wameanza inaanza, na mwisho itafika pahali kwamba mzazi akishazaa basi hana ilaka tena na mtoto wake. Kwa hivyo ala kulli hal, tunataka kusema mtu ambaye kwamba anataka kupractice uhuru ni lazima abainishe mambo haya mawili. Yani lazima abainishe haki iko wapi na lazima abainishe dhulma iko wapi. Wakati ambapo kwamba inatendwa dhulma, ni lazima ainishe kwamba kama inatendwa dhulma, sawa, huyu mwenye kudhulumu tutamface vipi, na huyu mwenye kutenda haki tutamfuata kivipi. Lazima abainishe vitu hivi viwili. Na ndio maana Imam Hussein alayhi salam wakati alipotoka Karbala wakati alipotoka Madina akaenda Makka, alipofika Makka akielekea Karbala, alitaka kusimamisha kitu ambacho kwamba kinaitwa haki. Alitaka kusimamisha haki ambayo kwamba babu yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisimamisha, ambayo kwamba katika zama zile zilikuwa zimepotea. Kwa nini? Kwa ajili hakuna kitu kibaya kama kiongozi yeye ndio kuwa role model ama kuwa kigezo chema katika machafu. Hakuna kitu kibaya saizi kama kuwa kiongozi kwa yeye ndio fasiki. Na inshallah taala tueleza baadaye. Hakuna kitu kibaya kama kiongozi yeye ndio kuwa ndio dai, yani yeye ndio kuwa yani mwenye kunadi, mwenye kufanya nidaa kwa mambo ambayo kwamba ni machafu sana. Na ndio maana wanasema Waarabu kwamba idha kana rabbul baiti biduf muli, ikiwa baba mwenye nyumba atakuwa kazi yake ni kupiga matwari, si matwari haya, yani atakuwa ni kupiga matwari, yani kupiga ngoma, fashima ahli dari arraqas, basi wale ambao kwamba wamo nyumba katika nyumba ile watakuwa wanafanya nini? Tabia yao itakuwa ni kucheza. Yani kiwa baba kazi yake ni kupiga ngoma, itakuwa watoto kufanya kucheza. Sasa ikiwa kiongozi atakuwa kazi yake ni zina, ikiwa kiongozi atakuwa kazi yake ni kunywa pombe, wale ambao kwamba tunawatawala watakuwa ni nini? Jawabu ni kwako. Tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.